Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu, na wasalimu kwa jina la lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ndugu mtazamaji, naomba nikukaribishe kwenye channel yetu ya Yosh Testimony TV, maanake ushuhuda wa Yesu. Hii ni channel ambayo inafundisha neno la Mungu hapa duniani. Mpendwa mtazamaji, naomba ulipokee neno la Mungu, lifanye kazi katika maisha yako ya kila siku sawasawa na yasemavyo maandiko. Somo letu la leo ni mwendelezo wa masomo katika barua kwa Waebrania. Na sasa tunaingia sura ya 10. Na kichwa cha somo la leo ni kafara ya Kristo inatosha. Kafara ya Kristo inatosha. Na itaangalia sura ya 10 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 10. Naomba nisome mstari hii 10 kwanza kabla tujaanza kujadili na kujifunza. Basi torati, kwa kuwa ni kivuli cha mema yatakayokuwa, wala si sura yenyewe ya mambo hayo, kwa dhabihu zile zile wanazozitoa kila mwaka daima, haiwezi wakati wowote kuwakamilisha wakaribiao. Kama ndivyo, je, dhabihu hazingekoma kutolewa? Kwa maana waabudu wakisha kusafishwa mara moja, wasingejiona tena kuwa wana dhambi. Lakini katika dhabihu hizo liko kumbukumbu la dhambi kila mwaka. Maana haiwezekani damu ya mafahali na mbuzi kuondoa dhambi. Kwa hiyo alipokuja ulimwenguni alisema, dhabihu na matoleo hukutaka, lakini mwili uliniwekea tayari. Sadaka za kuteketezwa na sadaka za dhambi hukupendezwa nazo. Ndipo niliposema, tazama, nimekuja, katika gombo la kitabu nimeandikwa, niyafanye mapenzi yako Mungu. Hapo juu asemapo, dhabihu na matoleo na sadaka za kuteketezwa na hizo za dhambi hukuzitaka, wala hukupendezwa nazo, zitolewazo kama ilivyoamuru torati. Ndipo aliposema, tazama, nimekuja kuyafanya mapenzi yako. Aondoa la kwanza ili asimamishe la pili. Katika mapenzi hayo mmepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Kristo mara moja tu. Ndugu msikilizaji na mtazamaji, mwandishi anataka tuelewe kwamba sheria za Agano la Kale, na hasa zile zinazohusu ibada na dhabihu, zilikusudiwa kufichua udhaifu wa torati kwa ujumla. Anasema hii na kwa kuwa zilikuwa ni kivuli cha mambo yaliyotarajiwa na wala sio uhalisi wa mambo yenyewe. Udhaifu wake ulijionyesha kupitia mambo kadhaa. Mwandishi ametaja mambo matatu ambako udhaifu wa torati ulijionyesha. Jambo la kwanza ni kwamba torati ilihitaji dhabihu za dhambi zirudiwe mara kwa mara. Na kurudiwa huko kulimaanisha kwamba dhabihu hazikuwa na uwezo wa kutotua tatizo la dhambi. Hiyo ni moja kwa moja, kurudiwa kila wakati na maana zilikuwa haziondoi dhambi. Na ushahidi wake ni kwamba waabuduo katika taifa la Israeli hawakuwahi kujisikia au kuwa na hisia kwamba dhamiri zao zimesafishwa. Na dhabihu hizi kwa hiyo zilikosa uwezo wa kuwaleta watu karibu na Mungu au katika uhusiano sahihi na Mungu, ambacho ndio kitu ambacho waabuduo wanakuwa wanahitaji. Kwa hiyo ni udhaifu wa kwanza wa torati, kwamba ilitaka dhabihu zitolewe tena na tena na ziendelee kurudiwa. Udhaifu wa pili ni ziliwakumbusha watu tena na tena kwamba wangali na dhambi, na kwa hiyo kuonyesha kwamba torati
ilikuwa haina suluhisho la tatizo la dhambi. Kwa maana hiyo ni kwamba hizo dhabihu hazikuweza kuondoa dhambi. Hii ina maana kwamba Mungu kamwe hakukusudia dhabihu za Agano la Kale kushughulikia dhambi za watu wake. Na kwa kuwa Mungu hakukusudia kutatua dhambi za watu wake kupitia dhabihu za Agano la Kale au zilizotolewa chini ya Torati, aliwaambia Israeli au watu wake Israeli kupitia maandiko kwamba suluhisho la dhambi litakuja na Masihi. Masihi akija atakuwa na uwezo au atakuwa na suluhisho la dhambi zao. Kwa hiyo hii ndio sura ambayo Yesu ameingia nayo katika huduma yake kwa hapa duniani. Amekuja akitarajiwa kama analeta suluhisho la tatizo la dhambi ambalo dhabihu hazikuweza kulitatua. Udhaifu wa tatu, hizi dhabihu za Agano la Kale zilisafisha kwa nje tu. Haiwezekane, na hii mwandishi sasa anaitaja kwa wazi, maka amekuwa anaigusia bila kuitaja moja kwa moja. Haiwezekani damu ya mafahari na mbuzi kuondoa dhambi. Hiyo iko kwenye mstari wa 4. Mwandishi anaishia kwa kusema wazi kabisa jambo ambalo amekuwa analigusia huko nyuma, kwamba damu ya wanyama haina uwezo wa kutatua tatizo la dhambi. Nakumbuka kwenye sura ya 7 na kwa kiasi fulani katika sura ya 8 alitaja haya mambo. Kwa hiyo dhabihu chini ya sheria ziliweza kuondoa unajisi wa nje kisherehe, lakini hazikuingia ndani kubadilisha asili ya mwanadamu. Hazikuingia kamwe ndani kugeuza mwelekeo wa maadili wa mtu. Hazikuingia kamwe ndani ili kugeuza kosa kwa Mungu liwe harufu nzuri ya kupendeza. Kwa hiyo ni kwamba zilikuwa zifanyi kitu cha msingi kuhusiana na dhambi. Kwa hiyo na huu utakaso wa nje vile vile haukuwa na ufanisi kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza ni kwamba ulikuwa ni wa kitamaduni tu. Yaani mtu alifanya tu kwa kuwa amekuta watu wanafanya, anakwenda kutoa dhabihu hekaluni kwa kuwa amekuta wazazi wake na watu wanafanya, bila hata kuelewa kitu gani anataka kupata. Alafu sababu ya pili kwa nini hazikuwa na ufanisi mkubwa, Mungu hakupendezwa nao hata kidogo. Na sababu ya kutopendezwa ni kwa kuwa hazikufanywa kwa moyo mnyofu. Zilifanywa tu kama taratibu za ibada. Kwa hiyo hakuna, watu wengi walikuwa hawafikirii sana wala hawajitayarishi, hawajisafishi kabla hawajaenda kutoa dhabihu hizi. Kwa hiyo kwa ujumla ni kwamba hazikuweza kutatua tatizo la dhambi. Sasa mwandishi baada ya hapo katika mstari wa 5 mpaka wa 7 anatuletea maneno kutoka kwenye Zaburi ya 40. Hii ni Zaburi ambayo Kristo ameonyeshwa akizungumza na Mungu Baba. Nafikiri ni wakati anakaribia kuja duniani au yuko kwenye mchakato wa kuja duniani. Nafikiri tusome tena mstari wa 5 mpaka wa 7 tujikumbushe. Kwa hiyo alipokuja ulimwenguni alisema, dhabihu na matoleo hukutaka, lakini mwili uliniwekea tayari. Sadaka za kuteketezwa na sadaka za dhambi hukupendezwa nazo. Ndipo niliposema, tazama, nimekuja. Katika gombo la kitabu nimeandikwa, niyafanye mapenzi yako Mungu. Haya ni maneno ambayo alivyoweka mwandishi ni kwamba Yesu alikuwa anamueleza Mungu Baba. Na cha kwanza kinachoonekana ni kwamba dhabihu za Agano la Kale Mungu hazitaki na hapendezi nazo. Hiyo
ni kitu ambacho kwa kiasi kikubwa kilikuwa kinaeleweka. Kwa hiyo mchango pekee wa Zaburi ya 40 katika somo letu la leo sio katika kutuonyesha kutofaa kwa dhabihu chini ya sheria, ila kwa kuwa hili jambo la Mungu kutozipenda na kutofurahishwa nazo kulishatajwa na manabii wengi katika Agano la Kale. Mifano ambayo ni mizuri unaweza ukajisomea au ukaiangalia. Kwanza kwenye Zaburi ya 51 mstari wa 16 mpaka wa 17. Katika kitabu cha Isaya sura ya kwanza mstari wa 10 mpaka wa 17 ameeleza jinsi Mungu asiyopendezwa na dhabihu na matoleo wakati ule. Isaya vile vile sura ya 66 mstari wa 3 mpaka wa 4. Alafu Yeremia sura ya 7 mstari wa 21 mpaka wa 24 naeleza vizuri Mungu anavyosema kwamba hapendezwi na dhabihu zinazotolewa na hazitaki. Alafu katika kitabu cha Hosea na Amosi vile vile kuna maelezo kama hayo. Hata Wayahudi wacha Mungu walikuwa wanatambua hili tatizo la kwamba dhabihu zinazotolewa hazina ufanisi, hazipendezi, Mungu hazipendi. Kitu ambacho kinaelezwa tena katika Zaburi ya 40 ambacho tunaweza tukakichukua katika somo la leo ni kuhusu utii. Jambo la kipekee katika Zaburi hii ni msisitizo juu ya utiifu na kujitoa kwa hiari na kwa furaha kwa Yesu kuja duniani, kachukua mwili wa binadamu na kwenda msalabani kwa ajili ya kulipa deni la dhambi. Alifanya kwa utiifu, alifanya kwa furaha na alijitoa. Kwa hiyo dhabihu za Agano la Kale hazikuwa na thamani yoyote zisipoambatana na unyenyekevu na utii kwa Mungu. Kwa hiyo swala la utii ni mmojawapo ya sababu ambazo zilikuwa zinamfanya Mungu asipendezwe na dhabihu za Agano la Kale. Watu hawakumtii Mungu, waliasi mafundisho yake na mafundisho ya manabii wake, walihifadhi aina zote za dhambi mioyoni mwao, na walifikiri kwamba wanachohitaji kufanya ni kutoa dhabihu na kila kitu kitakuwa sawa. Kwa hiyo katika mazingira yale ni wazi kwamba Mungu asingependezwa nazo. Kwa hiyo na kwa upande sasa wa Yesu ilikuwa ni utii wa hiari wa dhabihu ya Bwana Yesu ambayo ilifanya dhabihu yake iwe bora zaidi. Kwa sehemu tulishaona sababu nyingine zinazoifanya dhabihu ya Yesu ya bora kuliko zile za zamani, lakini mojawapo ni utii katika kwenda msalabani na kutoa nafsi yake kama dhabihu. Swala la kujiuliza labda ni kwamba kama Mungu alikuwa hakuzitaka au hakuzipenda, kwa nini aliamuru zifanyike? Jibu ni kwamba dhabihu zilikuwa kama somo la kufundisha uzito wa dhambi na kutia ndani ya mioyo ya watu mtizamo wa toba na uoga wa matokeo ya dhambi. Kwa hiyo lakini kwa Israeli kwa ujumla tunavyoona katika yale mistari hiyo niliyokupa, dhabihu ziliishia kuwa ndio lengo la ibada yenyewe. Hakukuweko kitu kilichokuwa kinatarajiwa. Mfano mzuri ni ule ambao uko katika kitabu cha Samueli sura ya 15 mstari wa 22 mpaka wa 23. Nakumbuka hii simulizi hii watu wengi mtakuwa mnaikumbuka. Mfalme Sauli alijichukulia jukumu la kutoa dhabihu badala ya kumwachia kuhani Samueli afanye. Na Samueli akaja akamuuliza hivi, nafikiri katika mstari wa 22 na 23. Je, Bwana huzipenda sadaka za kutekeleza na dhabihu kama kuitii sauti ya Bwana? Tazama, kutii ni bora kuliko dhabihu na kusikia kuliko mafuta ya kondoo waume.
Kwa hiyo kutokuweko utii katika kuisikiliza sauti ya Bwana, na kwa hiyo katika maisha ilifanya kwamba dhabihu za Agano la Kale Mungu asizipende kwa kiasi kikubwa. Mstari wa 9 mwandishi sasa anatuleta kwenye lengo la somo. Anasema, tazama nimekuja kufanya mapenzi yako, Mungu. Anaondoa la kwanza na anasimamisha la pili. Aondoa la kwanza ili asimamishe la pili. Mungu hakufurahia dhabihu za wana wa Israeli kama tulivyoona hapo juu. Badala yake akamtuma mwanawe afanye mapenzi yake. Hii imeelezwa vizuri katika Mathayo sura ya 26 mstari wa 39 na wa 42. Kwa hiyo Mungu kwa kumleta Yesu aliyefanya mapenzi yake yote amekomesha na kuondoa utaratibu wa zamani. Kumbuka mwandishi hapa anaowaandikia ni wale Wakristo wa Kiebrania ambao kama tunavyojua walikuwa wameanza kumwacha Yesu na kurudi katika huduma ya hekaluni. Kwa hiyo na Yesu alipojitoa kufanya mapenzi ya Mungu hadi kifo chake msalabani, amesimamisha utaratibu mwingine wa Agano Jipya. Hicho alikuwa ni kitu cha kusisitizia watu kwamba hii ya zamani Yesu alipokuja ameisimamisha, ameiondoa na amesimamisha utaratibu mpya ambao ni dhabihu ya nafsi yake. Jambo kuu la mwandishi kwa Wakristo wa Kiebrania ni kwamba dhabihu ya Kristo msalabani ilibadilisha kabisa mfumo wa dhabihu wa Agano la Kale. Msalaba ulitimiza kabisa Agano la Kale na kuchukua nafasi yake. Hakuna sababu ya kurudia Agano la Kale, hata kama ukumbusho, wakati unaweza kumtazama mwanakondoo aliye kwenye kiti cha enzi. Kwa hiyo anaambia hapa Agano la Kale limeshakwisha na limepitwa na nafasi yake imechukuliwa na Agano Jipya. Nafikiri kama mstari wa 10 unavyotuambia, sasa sisi tumetakaswa na kufanywa watakatifu kwa toleo la mwili wa Kristo. Kwa tusome moja kwa moja huu mstari. Katika mapenzi hayo mmepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Kristo mara moja tu. Kwa hiyo dhabihu ya Yesu msalabani imetutakasa. Na dhabihu ilitolewa mara moja tu, ilikuwa timilifu, ilikubalika na Mungu, na matokeo yake tumefanywa watakatifu na kuwezeshwa kumkaribia Mungu. Kwa hiyo kuhusu kufanya dhabihu nyingine, maka kichwa chetu cha habari ni kwamba kafara ya Kristo inatosha. Hakuna haja ya dhabihu. Huwezi kuwa mtakatifu zaidi ya ulivyo katika dhabihu ya Kristo. Huwezi kukubalika zaidi kwa Mungu kuliko vile ulivyofanywa wakati ule ulipokubali Kristo afe mahali pako. Na huwezi kuongeza kazi yoyote au kutoa sadaka yoyote ili kuboresha zaidi nafsi yako. Kwa hiyo tulichopata ndani ya Yesu, au kwa kukubali Yesu afe kwa ajili ya dhambi zetu na zikaondolewa na tukatakaswa, wewe huwezi kuongeza chochote kwa dhabihu unayotaka kutoa kwa sasa. Ndio anachowaeleza Waebrania, na sisi ndio tunachoweza kujifunza kama kitu cha kwanza ambacho tunaweza tukakiona kinafanya kazi. Kwa hiyo kwa kuhitimisha, tunaweza kwanza kuangalia ile mistari 7 ya mwanzo. Mstari wa kwanza mpaka 7. Na unatuongoza kwamba tunapashwa daima kutathmini mioyo yetu na kuhakikisha kuwa tunamtumikia Mungu kutoka mioyoni mwetu na kwa sababu zinazofaa. Kwa sababu tumeona pale
dhabihu zile zilikataliwa kwa sababu zilifanywa kawaida tu au kitamaduni au kimazoea. Na sasa na sisi katika tunachotaka kufanya kama sehemu ya dhabihu au ibada yetu, inabidi tujiulize, tujitathmini. Baadhi ya maswali ambayo unaweza ukajiuliza ni kujiuliza, kwa nini naenda kanisani leo? Kwa nini nasoma Biblia? Kwa nini nafanya maombi au devotion? Na kabla ya kwenda kanisani, omba Mungu aandae moyo wako kwa ajili ya ibada na kujifunza. Na fanya hivyo kabla ya kutenga wakati wa pekee au utulivu mbele za Mungu, au kabla ya kuanza kujifunza Biblia. Yaani vitu vyote viwe vina msukumo wa kiroho nyuma yake, wa kutambua kwamba uko katika kumtaka kumkaribia Mungu aliye mtakatifu, na ambaye kwa dhabihu ya Bwana Yesu msalabani ametuokoa. Tusifanye vitu kwa mazoea. Ndio tunachoweza kujifunza katika mistari wa kwanza mpaka wa 7. Lakini kwa wale ambao hawajakubali dhabihu ya Kristo, basi hakuna kitu unaweza kumtolea Mungu. Kwa hiyo kama hujakubali dhabihu ya Yesu kwamba ililipa deni la dhambi zako, hakuna kitu kingine unachoweza kumtolea Mungu. Sio kazi, hakuna sadaka, hakuna maombi, hakuna nyimbo, hakuna chochote ambacho unaweza ukamtolea Mungu. Hakuna kinachotosheleza ghadhabu ya Mungu kwa dhambi yako isipokuwa kifo cha mtu. Na hicho kifo kinaweza kuwa chako mwenyewe au kinaweza kuwa kifo cha Kristo baada yako. Na kama tulivyoona kwenye somo lililopita, sisi tumekubali Kristo amekufa badala yetu, na dhambi zetu zimesamehewa kabisa, zimesahaulika. Na kwa hiyo tunakwenda mbele za Mungu kwa mioyo ya shukrani kufanya ibada. Mwisho, katika mstari wa 10 kuna mambo ambayo tunaweza tukajifunza na yakawa ya moja kwa moja. Swali linakuwa tutafanya nini sasa kama marejeleo ya mstari wa kwanza mpaka wa 10. Naona hii ni muhimu kwa sababu sikusema mwanzoni, lakini hapa tunakaribia mwisho wa somo muhimu alilokuwa anafundisha mwandishi. Ilianzia mstari wa 5 mpaka sura ya 5 mpaka sura ya 10, ambako alitaka kutuonyesha kwamba Yesu ni juu ya vyote. Na sasa hivi tunapaswa kutoa kitu moja kwa moja ambacho tunaweza tukatumia katika maisha yetu. Ni wazi tunapaswa kuelewa kwamba Mungu hapendezwi tena na utoaji wa dhabihu. Hilo ni kitu cha kwanza. Kutokana na kifungu chote cha mstari wa kwanza mpaka wa 10, inabidi tuelewe kwamba Mungu hapendezwi tena na utoaji wa dhabihu. Ikiwa tunaelewa kifungu hiki sawa sawa, Mungu hataki dhabihu na matoleo. Hiyo iko kwenye sura ya 10 mstari wa 5 ule. Iko wazi. Mungu hapendezwi na dhabihu. Mstari wa 6 na mstari wa 8, na Kristo amezikomesha katika mstari wa 9, tumeona hilo. Kwa hiyo badala ya kutoa dhabihu, Waebrania 10:9 inatuambia kwamba Kristo alikuja kufanya mapenzi ya Mungu. Je, tunawezaje kulinganisha mstari huu na mstari wa 10 ambao unasema tumetakaswa kwa njia ya sadaka ya mwili wa Kristo? Make tumeishia kusema mwili wa Kristo uliotolewa ndio umetutakasa. Kwa hiyo tunatakiwa kutafakari kwa uzito kitu kimoja hapo, ambacho ni kwamba ukamilifu
wa maisha ya Kristo ya utii, uaminifu wake kwa Mungu na kujitolea kwa upendo vinavyoitwa toleo la mwili wa Kristo uliotolewa mara moja kwa wote. Yaani hapa kinachotaka ukaziwa ni kwamba badala ya kufikiria dhabihu kama ni ile msalabani, damu iliyomwagika msalabani, tufikirie na maisha ya Yesu yaliyokuwa makamilifu, yenye utii, upendo na hayana dhambi, kama ni sehemu ya neno linalotajwa hapa kama toleo la mwili wa Yesu Kristo. Kwa hiyo tuunganishe maisha kamilifu ya Kristo pamoja na kitendo chake cha kumwaga damu msalabani kama ndio toleo la mwili pa deni letu la dhambi, badala ya kufikiria tu kile kilichotokea msalabani peke yake. Na hili linaweza kuwa na utata, kwa sababu wengi wamezoea kufikiria, wanapofikiria dhabihu ya nafsi ya Yesu wanafikiria kazi ya msalaba tu, hawafikiri maisha yake kwa ujumla, kwamba na yenyewe yalikuwa ni sehemu ya dhabihu hiyo. Lakini badala yake, na umuhimu tunapotafakari hii ya kupata mwili, tumuone Yesu kama aliishi maisha yote kama toleo la utii mwaminifu. Huu unatuita sisi kutoa maisha yetu wenyewe katika ukamilifu wake, katika utii wa uaminifu kwa Mungu, kama sehemu ya dhabihu tunayoweza kutoa. Mtume Paulo katika kitabu cha Warumi sura ya 12 mstari wa 1 anasema, itoeni miili yenu kama dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndio ibada yenu yenye maana. Kwa hiyo sisi tunachoweza kujifunza katika hii mistari ya kuanzia wa 8 mpaka wa 10 ni kwamba hakuna dhabihu nyingine inaweza kutolewa hizi ya vitu kama vilivyokuwa vinatolewa katika Agano la Kale, ila tuwe watiifu, tuwe waaminifu kwa jumla, kama Paulo alivyoisema, tutoe miili yetu kama dhabihu iliyo hai, na hii ndio itakuwa ibada yetu yenye maana. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, hili ndio itakuwa somo la leo, tukijifunza kutokana na dhabihu iliyokuwa inatolewa katika Agano la Kale, akilinganisha kwa mara ya mwisho na dhabihu ya Agano Jipya, na akiwashawishi Wakristo wa Kiebrania kama wanataka kutoa dhabihu wakae pale pale walipo, ila watoe dhabihu ya miili yao kama ibada yao inayopendeza. Ndugu mtazamaji, tunapomaliza somo letu la leo, ningependa kutoa wito ufuatao. Kama wewe ni mmoja wa wale ambao hawajamwamini Yesu kwa dhabihu hii ya ondoleo la dhambi, naomba utathmini au tafakari maneno ya somo hili. Yesu kwa maisha yake kamilifu na kifo chake msalabani ametoa dhabihu iliyokubalika na Mungu kama deni tosha la dhambi zetu. Mungu amebadili mfumo kiasi kwamba hakuna tena dhabihu nyingine ya dhambi inayokubalika kwake. Na hiyo ndio kilikuwa kichwa cha somo letu. Kafara ya Kristo inatosha. Hakutakiwi kutoa kafara nyingine kwa ajili ya dhambi. Kama umeamua kumkubali Yesu, kumwamini awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ningeomba kwa wewe ambaye hujakubali, ningeomba ufuatishe sala hii na yosali, na mwisho wake utapata uzima wa milele. Bwana Yesu,
Nimelisikia neno kuhusu dhabihu kamilifu ya ondoleo la dhambi ulioitoa kwa ajili yangu. Nakiri mimi ni mwenye dhambi. Naona ulisafisha dhambi zangu zote. Naomba ulifute jina langu kutoka kitabu cha hukumu na uliandike katika kitabu cha uzima. Naomba uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu milele. Naomba haya yote kwa jina lako takatifu. Amina.